Siwe, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo Mungu amenipa kusimama tena na wewe katika siku nyingine. Tunaendelea na mfululizo wa semina yetu ya maombi. Ni huduma online na tunaendelea kutafakari pamoja mbele za Bwana. Namshukuru Mungu kwamba tumepata nafasi ya kutafakari habari ya nguvu ya sadaka. Na tumeona siku ya kwanza kutoka kwenye Zaburi ya 20, pia tumeendelea hatua na hatua. Sasa leo nataka tusogee, tumeingia ndani kidogo, tukaendelea kukagua na kutafakari kwa kina vinavyosababisha sadaka iwe na nguvu kwenye madhabahu. Visababisho ambavyo vinafanya sadaka yako iwe na nguvu kwenye madhabahu. Sasa jana tuliona habari ya madhabahu, na kama Mungu akasema utanijengea madhabahu ya udongo na kutoa sadaka zako, nami nitakuja na kukubarikia. Kwa tumeona hatua muhimu sana ya kwanza ni madhabahu ya ndani, madhabahu ndani ya moyo wako. Na moyo wako ni muhimu, iwe ni madhabahu namba moja, imsikie Mungu anaposema, isikie maelekezo ya Mungu, isikie kile Mungu anataka, ili kwamba imani yako ijengwe kwa Mungu wako, sio kwenye madhabahu ya pili. Leo tutasoma kitabu kile cha Ibrania 11 mstari ule wa 4. Tutaangalia mstari wa 4, itatupa kitu kingine cha kutusaidia siku ya leo. Ibrania 11:4, Biblia inasema, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake. Kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Tarudia, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi ni habari njema ambazo tunazipata tena siku ya leo, kwa habari ya imani kwenye kutoa sadaka. Walienda watu wawili walijenga madhabahu binafsi, na wote waliachilia sadaka, Kaini na Habili. Lakini tunaona sadaka ya Kaini, Mungu hakumtakabali Kaini wala sadaka yake. Lakini tunaona Habili, Mungu akamtakabali Kaini na sadaka yake. Lakini tunaona sababu ya Bwana kumtakabali, alitoa kwa imani. Habili alitoa kwa imani, na imani ambayo alikuwa nayo wakati anatoa sadaka, ile imani ilisababisha Habili akapata kibali. Bwana akamtakabali Kaini, akamtakabali Habili na sadaka, bali Kaini hakumtakabali yeye wala sadaka yake. Pointi yangu iko hapa. Tumejifunza jana habari juzi, habari ya madhabahu ya ndani. Unaposema utanijengea madhabahu ya udongo, sasa mimi nataka tuangalie madhabahu binafsi ya ndani ya moyo wako, kwamba unapokwenda kutoa sadaka, Biblia inasema wazi kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo unapoenda kutoa sadaka, ni lazima Mungu awe amesema juu ya wewe kutoa sadaka. Lazima Mungu aseme juu ya aina ya sadaka ambayo unatakiwa ukaitoe. Sasa tumekuwa na changamoto moja, kwamba huwa tunasubiri madhabahu B, kwamba amekuja mtumishi wa Mungu anakuambia, Bwana amenisemesha utoe sadaka, Bwana kaniambia utoe sadaka. Ni vizuri kabisa, ni jambo jema, lakini kabla ya nabii au mtume mchungaji kusema, lazima madhabahu yako ya ndani iseme. Na hata kama nabii kasema, mtume kasema, mchungaji kasema, mwinjilisti kasema, na mwalimu kasema, Mungu alitoa huduma 5 ndani ya kanisa.
uinjilisti, walimu, mitume, manabii na wachungaji. Hizi ni madhabahu 5 ambazo zinatenda kazi kwa ajili ya kuimarisha mwili wa Kristo. Sasa tunajifunza kitu kimoja, kwamba ndani ya uwe na madhabahu binafsi ya ndani. Mtu anaposema neno la Bwana juu yako, lazima uhakiki. Biblia inasema hivi, jaribuni hizo roho kama zinatokana na Mungu. Tujifunze, tulipoangalia habari ya Hezekia na Isaya, nilipata kitu cha thamani sana pale. Tulitafakari pamoja juu ya nguvu ya sadaka ya kwenda kwa uadilifu, kwenda kwa uchaji kwa Hezekia. Sasa nabii Isaya kaja, ametoa nabii kwamba Bwana amenituma kwako, tengeneza mambo nyumbani mwako, maana hakika utakufa. Sasa baada unabii kutoka, wakati Isaya ameondoka, Hezekia naye ana madhabahu yake ya ndani. Isaya ni madhabahu ya Bwana, imetoa neno la Bwana, lakini Hezekia naye ni madhabahu ya Bwana. Akageuka ukutani, akamwomba Bwana, akasema, Bwana, kumbuka nilivyoenda mbele zako, kumbuka nilivyoenda kwa uaminifu mbele zako, kumbuka nilivyoenda mbele zako. Sasa nabii ambaye alikuja akatoa nabii wa kwanza, Bwana akamsemesha mara ya pili, akamwambia, nimemsikia mtumishi wangu Hezekia, nimeona na machozi yake, rudi tena ukamwambie nimesikia maombi yake, nimemwongezea miaka mingine 15 ya kuishi. Kilichomwokoa Hezekia ni madhabahu ya ndani. Kwa imani Habili alitoa sadaka. Sasa imani ya madhabahu ya ndani ya Habili ilimfanya atoe sadaka kwa imani, baada ya Mungu kumwambia cha kufanya, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo Hezekia ndani yake, roho yake iliugua ndani, na ndani yake alisema, Mungu, nimeenda mbele zako kwa uaminifu, kumbuka haya, hii ni sadaka, hebu ikumbuke. Mungu alipokumbuka, madhabahu ya ndani ya Hezekia ileta matokeo mazuri ya ushindi wa kuongezewa miaka mingine 15. Sasa nami ninachokuambia ni hiki, kwamba Mungu wako akusemeshe juu ya utoaji wa sadaka. Hebu tusome kitabu kile cha Mwanzo 24. Nisome Mwanzo 24, nitasoma mstari wa kwanza. Nitasoma mstari wa kwanza hadi mstari sio hapa, ni Mwanzo 22. Mwanzo 22 nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, ikawa baada ya mambo haya, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee, umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtolee sadaka, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanaye, akachinja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu Mungu alimwambia, na Mungu aliposema, imani ikajengwa kwa Mungu wake. Imani chanzo chake ni kusikia. Mungu aliposema na Ibrahimu aliamini. Ibrahimu alipoamini akachukua hatua. Lakini pointi yangu ya msingi, madhabahu ya ndani ilisema, ikampa maelekezo ya kwenda kujenga madhabahu B. Ile madhabahu B ni mlima Moria, ilikuwa na matokeo, kwa sababu madhabahu A ya nane Ibrahimu ilipokea neno, akalifanyia kazi, akaenda kajenga madhabahu pia, akatoa sadaka na Bwana akambariki. Sasa tuko nyakati ya siku za mwisho, wametokea manabii wa uongo, wametokea walimu, na huduma mbili ambazo zimetolewa nabii zimetabiriwa ambazo zitapata shida ni huduma ya unabii na ualimu. Anasema watatokea manabii wa uongo na walimu wa uongo.
Kwa hiyo katikati ya kizazi hiki cha siku za mwisho, moja ya changamoto tulionao tusema kanisani ni juu ya mafundisho ya uongo, lakini cha pili ni unabii wa uongo. Sasa mtu anaweza akaja, Bwana amesema unitolee sadaka fulani. Cha kwanza, angalia amani ya Kristo ndani. Madhabahu ya ndani nasema nini? Madhabahu yako yana lazima iseme. Biblia nasema tujaribu roho kwamba hajatokana na Mungu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe amesema tupime, asema pimeni mambo yote, shikeni lilo bora. Kwa hiyo sasa wapo walimu ambao wanafundisha, lakini kusudi la kufundisha ni kujinufaisha binafsi. Kusudi la kufundisha, anafundisha ili apate vitu, ili ajifasiko kusudi la Mungu aliye anayemtumikia, ila anataka vitu kwa ajili yake. Sasa hapo unapoachilia sadaka, kuna kitu, hiyo mbegu yako haitazaa vizuri. Kwa hiyo ninachokufundisha leo ni kitu ambacho nimekiona katika utumishi wangu katika kizazi hiki. Nimekutana manabii wengi wa uongo na wametapeli watu wengi, tena na walimu wa uongo wengi, na wamefanya vitu ambavyo haviko salama. Na kufundisha kwamba Mungu akusaidie madhabahu yako ya ndani iwe na maamuzi sasa kutoa sadaka. Sadaka tulijifunza haianzi unapotoa, inaanzia wakati inaandaliwa, kwamba lazima msikie Mungu anasema neno ndani. Neno ambalo alisema ndani uliamini. Unapoenda kwenye madhabahu yote kuachilia sadaka, lazima wakati unatoka nyumbani Mungu akusemeshe unatoa nini na akusemeshe nini matokeo ya sadaka, ili unapomkumbusha Bwana sema, Bwana ulisema na nikatii, naomba jitukuze kwenye ahadi yako. Sababu Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu. Ibrahimu Mungu alisema naye na Mungu akaamini na akapewa maelekezo madhabahu ya kutoa sadaka, na alipewa maelekezo halisi wakati ametoa sadaka moyoni, wakati anataka kumchinja kijana wake Isaka. Mungu akamwambia Ibrahimu, nimeona utii wako, uaminifu wako. Sasa angalia, kuna kondoo yuko pale na nasa pembe, mchukue mahala pa Isaka ili mtoe sadaka mahala badala wa mtoto wako Isaka. Sasa nikuulize swali moja la ufahamu. Ibrahimu angeenda nje ya maelekezo, Isaka angekufa. Angeenda nje ya maelekezo, singeona kondoo mbadala mahala pa Isaka. Kwa hiyo kitu ambacho cha msingi sana ni kuamini kile Mungu anasema, na wewe sana toa sadaka nini. Ndiyo matokeo ya sadaka. Madhabahu B inaachilia baraka unapotoa sadaka, lakini chanzo cha baraka ni madhabahu A, ambayo ni madhabahu ya moyo wako. Moyo wako ni madhabahu A ambayo inaamua nini upokee madhabahu B. Ukishindwa kujipanga vizuri kwenye sadaka, mtumishi wa Bwana, haya ni majira siku za mwisho. Kwa hiyo usifanye ibada ya kutoa sadaka kimaigizo, kimapokeo, kikawaida, kimazoea. Toa sadaka ambayo Mungu wako ataifurahia, maana amesema ukijenga madhabahu na kutoa sadaka, nitakuja hapo na kukubarikia. Ni lazima Mungu akujilie, akubarikie. Kona tamani, hiki ni moja ya kigezo muhimu ili sadaka yako iwe na nguvu. Tegemea sana madhabahu ya ndani iwe na maandalizi halisi ya kumtolea Bwana sadaka. Ukienda madhabahu B kama Ibrahim utaona matokeo, lakini usitegemee madhabahu B tu peke yake kutoa sadaka. Sawa, umepata neno la kutoa sadaka, lakini umesikia la kutoa sadaka, lakini angalia ndani moyo wako unasema nini juu ya kutoa sadaka. Kwa nini? Ukiona mahusiano binafsi na Mungu wako utapata baraka binafsi. Mtu anaenda kanisani watu 100, lakini kati ya watu na watu wametoa sadaka, lakini kila mtu anapata thawabu sawasawa na kiwango cha uhusiano wake binafsi na Mungu. Unachotamani uwe na uhusiano binafsi na Mungu wako, ili unapoachilia sadaka Mungu akupe neema ya kutoka katika mapenzi yake, ili kama vile Habili kwa imani. Jenga imani kwenye sauti ya Mungu na kuagiza utoe sadaka ili utoe na Mungu aliye hai. Nitakuombea usikivu wa ndani. Natamani Mungu akupe usikivu wa ndani. Sasa kufanya ibada, kutoa sadaka, ili ibada yako ipate kibali kwa Bwana, ili ibada ipate matokeo kwa Mungu wako aliye hai.
Jambo la muhimu mojawapo ni usikivu, lakini Mungu akufungue masikio ndani umsikie anaopokea maelekezo yake, ili Mungu akubariki sana mapenzi yake. Nitakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, nakushukuru kwa ajili ya watoto wako kutoka mataifa mbalimbali wanaofuatilia mafundisho haya ambayo umenipa neema katika majira haya. Ni mapenzi yako, ni shauri lako. Baba, niko hapa kwa maagizo yako, niko hapa Baba kwa neno lako, nami ninawaleta watoto wako kutoka mataifa mbalimbali. Wako nifuatilia kutoka Australia, wako nifuatilia kutoka Marekani, wako nifuatilia Baba kutoka Uingereza, sawasawa na imani walionao kwako. Bwana, ninaomba saa hii Mungu, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya watumishi wako Baba, wapo usikivu ndani, wakusikia kama vile ambavyo Habili kwa imani alipotoa sadaka. Baba, ulimjana kumbarikia, lakini tumeona Ibrahimu ulisema naye ile madhabahu ya nani ilipokea ujumbe wako, akaenda madhabahu bia, akajenga madhabahu, akatoa sadaka, na Bwana ukamtakabali, ukafunga naye agano na vizazi vyake. Katika jina la Yesu, nasi watoto wako tunaomba neema yako ya Mungu idhihirike Mungu juu yetu. Tupe maarifa, tupe ufahamu, tupe usikivu ndani Bwana, maana Bwana majira siku za mwisho umetokea manabii wa uongo, umetokea walimu wa uongo, na wamepotesha wengi, kama walivyosema Baba, watadanganya hata yamkini walio wateule wako, wateule wako ambao Bwana wamekengeusha kwenye ibada ya utoaji wa sadaka, wametoa pasipo kuona matokeo. Sadaka zimekosa nguvu kwenye madhabahu, ni kwa sababu Baba hawakupata utolevu wa ndani. Nami naomba utolevu wa ndani kwa watoto wako, inapofika saa utoaji wa sadaka, wapo utolevu wa ndani katika jina la Yesu. Inaomba usikivu wa ndani Bwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Baba, ukaseme na ile saa kutoa sadaka, ukaseme na kuwapa maelekezo ambayo ni mapenzi yako Bwana, wayafanye katika jina la Yesu. Naomba usikivu ndani kwa watoto wako, wanafurahi kulicha jina lako, wanaweza kukutolea sadaka, maarifa yakaunganishe na imani zao. Haya maarifa ambayo Mungu amenipa kuachilia leo Baba, yakaunganika na imani zao, ile saa kutoa sadaka Bwana, wasikie kutoka moyoni, wasikie kutoka ndani Bwana, ili kile ambacho mwambia wakutolea Mungu aliye hai, ili waje na kuwabarikia, ili wachiliwe na kuwabarikia, maana majira siku za mwisho tunahitaji Mungu na nguvu zako, tunahitaji baraka zako Bwana, tunahitaji baraka zako kwa njia ibada, utoaji wa sadaka. Wako watu wa miungu migeni wanapeleka sadaka kwenye madhabahu za kigeni, za miungu migeni, ili Baba kusinana nasi tunahitaji maarifa na ufahamu katika kutoa sadaka. Tutoe katika imani, tutoe katika mapenzi yako, tutoe katika mashauri yako, ili tukutane na nguvu zako Mungu, ili tukarithi baraka katika jina la Yesu, kwa damu ya Pasaka mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, amen. Mungu wangu akubariki. Karibuni wote mnaofuatilia Facebook kwa ajili ya kulike. Unapo like basi unaruhusu mafundisho kuwafikia wengine. Unapopata neema kucomment unapofuatilia YouTube, Mungu awabariki sana. Kama unafuatilia Facebook live, Mungu awabariki pia. Ukipata nafasi basi unaweza kulike comment. Unaposhare Facebook unaingiza watu, wanapata wengi, maana akaunti yako watu watapata ndani kwenye akaunti yako. Mungu awabariki, amen.